kijijini kwetu kuna siri gani iliyojificha? Mbona hivi kila siku hayaishi majanga? Kijijini kwetu kuna mila gani nagalizokosea? Mbona sisi babu na mjukuu wangu ulienda wapi? Nilitoka mara moja. Ulienda wapi? Nilienda pale. Nilienda hapo. Siku hizi umeanza ujenga mjukuu wangu. Ugeuza kitoweo. Ingia ndani. Sitaki upumbavu. Ugeuza kuku huyu nimpike supu. Mindondolele. Kaka. Kaka, ndio ingia. Za saizi kaka. Dogo, niambie, vipi lakini? Wewe si mimi mwenyewe natoka kazini, najua tena. Nitoka kupambana lakini leo michongo hamna. Kama leo hajaji na kitu wa msindi. Sasa rudi na kitu kana nakwambia sina nani. Lakini sasa unajua kama naumwa hapa. Hapana. Kuna sehemu nilienda ndio hii ndio hapo nilikuwa na kusikilizia wewe vile bado tuibu kitu nini tu. Hapana. Sasa unaniambia tena mna kitu sasa ina maana hapa inakuwa kwa ina maana leo tunakaa njaa. Brother, uso muda wa kulaumiana. Nimekuambia hivi, nimeenda kijiwe leo sijapata hela. Sasa nataka nikaibe au? Basi kama vile tufanye tu ya maisha. Wote wanaume, kwa hiyo kwetu tulie tu. Au? Tunaweza kutulia tukaze tu leo hapa. Yaani unaongea kila hicho tukaze tu hapa inawezekana hiyo kwetu. Alafu kwanza tuachane na politics kwa mimi na mambo kibao sasa tena mambo mnayawaza. Yaani siku nikese kwenye kusiku kula kwenye kusiku hata siwazi. Kama umetoka na njaa kaa wewe. Mimi na mambo mazito hapa nilipo hapa siwezi mimi nikawazia baada ya njaa. Hapo mama hapa. Hapa na fly sana. Hapa na fly sana. Sana tena sana. Mama ndo haya. Kuhusu kuwa na mimi bwana usipate shida. Unaogopa nini? Usiogope. Mimi ni mwenyekiti wa mtaa huu. Wala usio naogopa bwana. Ukiniona njiani unaomba. Ukiniona popote unaniambia tu. Haya ni vitu vidogo sana. Sisi ni watu wakubwa bwana. Sisi ni watu wakubwa sana bwana. Karibu tena. Asante. Asante. Mimi nipo. Sasa ukija siku nyingine ukija na 15. 15 tu. Kwanza nitajiongeza zaidi hapo. Kwanza usinyooga, yani usiofu kabisa. Sisi ni watu wa serikali. Usiogope. Usiogope baba. Basi sawa. Hapa kwa sababu muda wenyewe nikiangalia kwenye simu naona umetupa mkono hapa. Naona kuna kesi za watu inabidi kazimalize nyumbani. Siku nyingine nitakuja. Basi wewe chochote bwana naomba. Usiogope mama. Sawa bwana. Haya. Bwana shehe. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi? Salama kabisa. Bali uzima. Naona uzima upo. Naona mikoa ghafla mbele kwangu hapa hivi. Sema na shehe. Hapa hizi nyumba zote ni kama za kwangu na mwenyewe kama unavyojua bwana. Lazima nipite kusalimia. Nimesalimia kama shemeji humu ndani. Nilitegemea na wewe pia nitakukuta humu tuweze kuongea. Hivi vitu sio vya kugombana. Sio vitu vya kugombana sana kwa sababu wewe mwenyewe kama unavyojua. Siku zote hata sasa hivi kitokea tu tatizo lolote, kwa madogo ya usiku na mchana. Bwana shehe. Kwa maana nimekuona unaongea hapo unaongea mimi nakuita brother vipi? Unawaza nini brother yangu? Yaani unajua unapowaza kitu inabidi tushirikiane. Niambie ni mdogo wako unachowaza.
Yaani wewe mimi najua mdogo wangu. Ile sio kwenye mambo ya saizi ya hizo nikamuelekeza. Sasa usiponielekeza mimi ndo muelekeza nani kati mimi ndo ndugu yako? Sio lazima kila kitu nikuelekeze. Ila kwa vitu vingine mimi nikae tu kimya. Mimi sikuforce wewe kuniambia kitu. Ila nilichoomba hicho kitu tukishirikiana wewe na mimi ungeniambia mimi labda mimi naweza kukusaidia. Sasa ndio kwa mbona kinganganizi. Yaani mimi naona kama unangania kitu ambacho kipo nje na uwezo wako. Mimi si mkubwa lakini acha nibaki na mambo yangu muda mwingine. Sawa brother, kama unanificha kuniambia hiyo kitu, basi acha tu tukae hivi. Na mimi siku lake nitapokuwa kuna kitu kinanikela moyoni mwangu, siwezi nikakwambia. Bwana. Kwa leo bwana wewe utanisamehe tu na mambo kibao. Kwa leo utanisamehe tu. Na hapo mshana kwamba una njaa. Nenda tena ukatafuta kwa mara ya pili, labda inawezekana ukapata. Mimi nataka leo sijisikii njaa. Sasa wewe kama una njaa afa nataka kulenda mimi huko. Anyway, fresh. Kwa hiyo bwana wala sio na hofu, wala sio na mashaka. Kama nakosa basi unaweza kanisamehe. Sawa mwenyekiti, hamna shida, mimi nimekuelewa. Ndio mzee mzee. Amani bwana. Kama unaenda huko kwa kazini kwako na kama umefika hapa kwa heri, maana nikajua labda kuna matatizo huko ndani. Maana wewe kama mwenyekiti hapa kijiji hapa. Ondoa wasi. Kwa sababu mimi nakuamini. Ondoa wasi. Basi kwa hiyo umesema ndani kuna naye nani? Nimekutana na shemeji. Nimeongea naye. Sawa. Wala ondoa wasi. Haya bwana wewe, jioni njema, mimi nakutakia. Sawa. Hamna shida. Haina shida. Ila nachofanya kweli ni mwenyekiti, lakini bado kuna vitu nafanya na kosea. Umalaya utanipoza lakini huyo binti nyumba zingine zote akuziona mpaka aje humu ndani na sehemu kama hii. Hapa na lost kinoma usielewi yani, ila hapa msiweze kuonekanika bwana, hapa kusema polisi kupita hapa mistati yangu inakuwa ngumu, ila ngoja nikiachie bado. Hapo baridi. Hapo ushwazi tu. Mbona fresh yani. Babu video hapo. Mwanangu, mbona unashtuka sana? Babu unakuja tupa kinoma mwanangu. Mwanangu wewe sikiliza. Tulia kwanza. Mbona sipo tu Tulia kwao nini hapa? Niko mwenyewe. Mambo yako mwanangu. Kuna chochote kile mwanangu. Tulia tu mwanangu, tupoe au sio? Poa mwanangu. Mwanangu mimi simple tu mwanangu. Kwa kawaida. Fresh mwanangu. Au sio? Fresh mwanangu. Mwanangu. Sikiliza mwanangu. Sasa mwanangu, umekuja peke yako au umekuja na madude? Mwanangu hapo mimi nipo mwenyewe tu mwanangu, nikuja kiwema tu. Uko tayari mwanangu, upo sahihi mwanangu, sana nichola mwanangu hapa mwanangu, mimi sielewi mwanangu hapa. Mwanangu mimi wewe kuwa na amani, niko mwenyewe. Fresh baridi mambo jimwage basi nitakusema nini sasa? Mwanangu wewe. Mimi hapa mwanangu kuna binti fulani hivi mwanangu. Binti? Mwanangu bado unafujilia mademu mwanangu. Mwanangu pisi hizi ile mwanangu, huyu binti mmoja mwanangu mimi nimetoka kumkubali sana. Ile baridi unataka kusemaje sasa? Yule binti mwanangu mimi kile kijaribu kumfuatilia hivi naona kama jenga zimekuwa nyingi. Unaona? Sasa mimi naona kama wewe hivi wewe unamweza. Unaona? Wewe unamweza. Unajua ukienda kuongea naye nini naona kama mwanangu hapo unazingua kama vile mwanangu, jimwage, jiachie, usifikirie njia kwanza, jiachie mwanangu, mimi nitambue, jiachie tu moja kwa moja mwanangu, kama nini na nini nijue mwanangu nini sasa. Kuna kibinti fulani hivi mwanangu kinapenda kuvaa sweta jekundu hivi nini kinapita nini yuko naye mazingira, nikasema sio unampata vizuri. Nahisi unampata vizuri. Kwa hiyo mwanangu, point yako nini hapa? Sasa mimi hapa point yangu yule binti mimi namhitaji. Yule binti wangu nikimwona kwa sababu ni binti fulani hivi mtaratibu. Ila sijapata sifa nzuri sana kupitia mzee wake, babu yake yule. Nasikia kidogo ana mambo fulani yani. Mambo gani haya sasa mwanangu? Mambo gani haya? Anazingua nini sasa? Nasikia yule mzee mwanga.
Unaogopa kuruka yani. Utarushwa, unaogopa kurushwa yani. Mimi siwezi. Acha kurojo bwana, kuogopa nini babu? Mimi sina mambo hayo. Unajua sisi watu wa Mungu bwana. Sasa sikia kugie mbinu sasa. Wewe kama vipi? Wewe hapa tema mkwanja, mimi namaliza mchoro wote na kusaidia unampata bwana. Kuna kuletea nyumbani kwako na kuletea huyu anaingia ndani na unaingia huyu asubuhi. Mwanangu kweli mwanangu. Bago barida bago kwenda yani. Mimi nakushukuru sana kama utanisaidia kwa hilo. Haina shida, wewe shika hii hapa hiyo, cheza naye mimi. Nataka kabisa mwanangu. Mimi namtaka yule, fanya kweli. Kabisa mwanangu. Kabisa. Yote nichukue mwanangu. Chukua. Bago umejiamini mwanangu. Mimi najua naweza kusaidia kwa chapu haraka. Kama kaa mwanangu. Mimi naondoka kwanza, baadaye najua tutakutana. Ndio. Unaniamini mwanangu? Mimi nakuamini. Mwanangu. Poa. Huyu shombe gani alitoka hapa huyu? Huyu babu shombe moja mwanangu, mtoto wa mpe moja hapo chini hapo mwanangu, kati hapo. Unajua nini? Shida una kaji na watoto wa kike. Hizi kijua cha wasela, sio toka watoto wa kike. Alafu sikiliza sasa. Nina biashara yangu hapa. Biashara gani tena mwanangu? Nimeishiwa hela, sina mfumo. Biashara gani mwanangu unaniletea wewe? Wewe unaweza kuzingua mwanangu. Karibu mume wangu. Karibia, naona chambo mboga hapo. Tunajua tena mchana wema huu. Sawa. Karibu sana. Asante. Za huko mume wangu. Niko msikitini safi, za wewe hapa nyumbani? Mimi salama, ndo kama unavyoniona naandaa hapa mboga ya mchana, tupate kula. Hapo mke wangu. Mimi natoka msikitini, nimeingia hapo ndani nagongana mlangoni mati na mwenyekiti. Mwenyekiti? Ndio mwenyekiti niko naye. Mwenyekiti huyo? Mwenyekiti huyo wa mtaani petu sisi hapa. Mwenyekiti ametoka ndani lakini naona alishtuka sana. Lakini sikutaka kujaji, nikamuuliza, "Mwenyekiti, vipi umedhani kwa tatizo? Mbona imekula mengine?" Akaniambiaje? Kwamba mimi mtaani hapa au kijiji hapa nyumba zote nazitawala, hizo zote za kwangu, hizi miliki yangu. Sikutaka kujaji sana. Sasa cha ajabu sasa akaniambia kwamba wewe amekutana wewe, anasema nimekutana shemeji. Sasa labda nitanijua kwanza. Hivi mwenyekiti ameingia hapa hivi alikuwa na ajenda gani? Au kuna tuhuma huko ndani sikumfanya? Kwa kweli mume wangu, huyo mwenyekiti nahisi kakudanganya. Mimi sijamuona na sijakutana naye. Basi sawa. Hao atakuwa huyu mwenyekiti amemfuata huyu mpangaji tu huko ndani. Kweli mume wangu hicho unachokisema. Maana huyu mpangaji simuelewelei kwa kweli siku hizi huko ndani. Amekuwa mtu mwenye kiburi na dharau sana. Maana ukimwambia habari ya usafi asikilizi. Kila unachomwambia kwake anaona kama vile we mtu ambao yani unaongea hakuelewi hata kidogo. Sijajua huyu mpangaji humu ndani amekuja kwa lengo gani? Kwa hiyo mke wangu, hivi ina maana huyo mpangaji baada ya kuingia hapo mambo yote yanafanyika hapo, ina maana ameanza tabia za ajabu humu ndani? Ndio mume wangu. Sasa kama ni hivyo, mimi huyu mpangaji ikiwezekana nitamtoa. Sasa ngoja bwana, kidogo moto niwashe kwa katibu yangu. Hapo baridi msao lete vitu kama hivi mwanangu, mimi sifanyilagi vitu kama hivyo mwanangu. Leo zile mwanangu tunafuata vitu vya hela alafu vitu vile mwanangu vinakuingizia chapa mwanangu, unajua. Nimekuwa nimeshika hela hapo. Hela tena mwanangu. Matatizo yamefika kwa ajili ya kutufunza. Matatizo yamefika kwa ajili ya kutukumbusha. Matatizo yamefika kwa ajili ya kutuonya.